What's good mtazamaji wa Mike 360 ambaye unanitazama kwa muda huu hapa leo tena ndani ya exclusive interview. Kama ilivyo kawaida, huwa tunaketi na mtu ambaye bila shaka ukisikiliza mazungumzo yake kuna jambo ambalo utakwenda kujifunza. Kwa wale ambao ni watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, leo watakwenda kufurahia kinoma noma mtu ambaye watakwenda kumuona nimeketi naye hapa. Huyu sio mwingine bali ni Jackie Malvis ambaye ndio jina analitumia kwenye mtandao wake wa Instagram. Huyu bana naweza kupata tabu kidogo kwenye kumtambulisha kwa sababu ni bidada ambaye anafanya vitu vingi sana. Ni mwandishi wa vitabu, ni mshairi, ni MC lakini wa international, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo katika mazungumzo tutakwenda kuvifahamu vile ambavyo anavifanya. Mimi naitwa THIGO, Tiago Teknenga, nyuma ya kamera yuko Mike Sambaraka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaonekana HD kabisa. Poa. Kama ka Fresh kabisa. Bwana nimefurahi kukutana naye kwanza siku ya leo. Asante, nimefurahi kukutana naye pia. Mara ya kwanza tunaonana ni uko humble sana. Kitu ambacho unajua kuna watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii unakuwa na sura nyingine, alafu kwenye maisha ya kawaida na sura nyingine, lakini the way ambapo tunakuwa na mcheshi mtandaoni, hata hivi ndio uko hivyo hivyo bwana. Asante. Mimi nakutambulisha jina la Jackie Malvis, jina ambalo wengi wetu tunalifahamu kwenye mitandao ya kijamii. Jina lako halisi kabisa ulilopewa na baba na mama unaitwa nani? Naitwa Jacqueline Malavan. Malavan. Ni mwandishi wa vitabu, mshairi, una vitu vingi. Hebu vyako tuviorodheshe hapa. Okay, kwa kwanza mimi ni mtoto wa Mungu. Hicho ni hicho I'm a God's child. Hicho ndo kikubwa kuliko vyote. Lakini pia ni mfamasia, nimehitimu ufamasia. Bado sipata leseni lakini hopefully soon. Lakini pia mimi ni mtu wa masoko. Ni mtu wa marketing, nafanya marketing. Lakini pia ni mshairi. Yes, naandika lakini pia na perform kwenye stage kwa performing poet. Lakini mimi pia ni mwandishi wa vitabu, naandika vitabu vya mashairi, anthologies, naandika self-help books, vitabu vya msaada binafsi, lakini pia naandika memoirs, naandika vitabu vingi, nafanya copywriting, nafanya script writing, nafanya creative writing, strategizing na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia tuanzie hapo. Inatosha kwa leo. Lakini moja image ambayo umeitengeneza kubwa sana mtandaoni ni content creator na mshairi. Au unakosea? Ni kweli. Nilisahau ni content creator. Sasa ushairi ni kitu ambacho kwa sasa hivi sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini kuna watu wachache sana ambao wapo katika upande huo. Hiyo ikanifanya nijiulize, hivi Jackie, ule ujasiri wa kusema mimi nachagua kuwa mshairi, mstake kuna watu hamna watu, mimi naenda huko, hiyo nguvu tuliitoa wapi? Hiyo nguvu nilitoa kwa watu. Ni kama walinipump. Walinijaza upepo. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Atu, walikuwa na tukio. Actually limefanyika mwaka huu, limefanyika tu wiki iliyopita hapo Jumamosi. Akananiambia kuna sehemu unaweza ukafanya, andika kitu chochote, andika ta speech, andika chochote. Sasa akananisumbua sana. Kwa ile tu wazungu wanasema take her off my back. Nikasema ngoja basi nifanye. Kwa nikaandika shairi, nikaenda nikaperform pale. Wakaanza kunijaza upepo. Unajua. Nikasema okay. Kwa nikaanza sasa kuandika kwa sababu ya ule upepo ambao umenijaza. Bahati nzuri kweli kumbe nilikuwa najua kiasi. Kwa naendelea kujifunza, lakini pia kutoka kwa washairi wengine ambao wengine wapo Tanzania, wengine wapo nje ya Tanzania, najifunza kufanya performance na nini. Naenda nawafuata mtu namwambia ana tukio lake, hata kama ni tukio la kanisa naambia mimi nafanya mashairi, naomba nifanye. Kwa sababu mimi naamini unajifunza kwa kufanya. Sio unakaa umejifungia sehemu fulani afu tena waonyeshi watu unasema kwamba unajua kitu. Kwa mimi naamini kwamba nikipata stage nyingi zaidi, nikiperform nitaweza kujifunza zaidi, lakini pia kusoma vitabu vya waandishi wengine ili kusudi kama naandika kweli nijue ninachoandika. Na umri kipindi hicho ulikuwa na miaka mingapi? 21. Yes. Tunaingia hivi na hivi nini kwenye ushairi. Kwa hiyo tuko na miaka 21 ndio umeanza rasmi safari ya ushairi. Yeah. Kwa mimi ambavyo nafahamu, mtu anapokuwa mshairi
mara nyingi anakuwa anatoa mawazo yake ambayo yeye anakuwa anayafikiria ni sahihi. Na kwa upande wako pia nilipata nafasi ya kusikiliza baadhi ya mazungumzo yako ya nyuma, ukasema kwamba unazungumzia wale watu ambao pengine labda mtu anapitia shida au kuna kitu anakipitia, kwa sababu wewe kuna vitu ambavyo ulikuwa unapitia kwenye utoto wako, lakini ulikuwa hamna mtu ambaye una uwezo wa kumwambia. Kwa swali langu linakuja kwamba ule ugumu ambao ulikuwa unapitia kama mtoto ndio kitu ambacho kimekujenga wewe mpaka leo kuwa mshairi, kwa sababu mawazo yako ambayo unayatoa ni mawazo chanya. Yaani hata mtu mzima kaa akifikiria na sasa, mtoto kafikiria nini? Naandika vyote, lakini 90% ya kile ninachokiandika inakuwa ni reflection, inaakisi maisha ya watu wengine zaidi. Mimi ni 10% tu, na mara nyingi vitu ninavyoandika ambavyo ni personal, ambavyo ni vya kwangu, huwa sivitoi mara nyingi sana. Kuna na mashairi mengi sana nimehifadhi, kwa sababu sijui kwa nini, najua kabisa mtu anaweza asijue kama ni mimi, lakini naona sieki. Kwa mara nyingi ambavyo pia ninavyovitoa ni reflections za watu wengine, ili kuna watu ambao wana mawazo wanataka kuyasema lakini hawezi. Kwa sometimes mtu anahisi kama yuko peke yake kwenye hicho kitu, lakini kumbe kuna watu wengine wameshapitia. Unajua ile umefanya mtihani afu umepata 5. Afu ukakaa nayo kwanza hivi unasema unalalamika, unajilaumu, afu mshikaji anakuja na 2 mwingine anakuja na 3 unasema oya. Kwa ndio kitu ambacho najaribu kukijenga, kwamba tunachukua experiences zangu na experiences za watu wengine, unaziweka wazi ili mtu mwingine akiona iakisi maisha yake, asijione kama yuko peke yake. Ulishai kuponya watu? Yaani kwamba mtu kasikiza shairi lako kiasi kwamba mtu anakufuata inbox anakuambia, yani kama ulijua vile mimi napitia hiki na hiki kupitia shairi lako nimeheal na nini? Ni mara nyingi sana inatokea hivyo. Na actually hizo feedback ndo ambazo huwa zinanifanya mimi niendelee kufanya, kwa sababu mimi kinachofanya nifanye kitu chote ninachokifanya ni impact ambayo nitaweka kwenye jamii. Kwa hiyo mtu anapokuwa ananipa feedback kama hiyo, inanipa nguvu kwamba kweli kumbe hiki kitu kina impact, kweli hiki kitu kinaponya. Na kuna wengine hata wananifuataga hivi physically, kwa napata sana hizo, lakini pia ndo zinazonifanya, nashukuru kwa sababu ndo zinazonifanya niendelee kufanya. Ulishai kusema pia kwamba tofauti ya muziki, yani mwanamuziki akiwa anaimba anakuwa kama vile anatoa ujumbe fulani, lakini mshairi anakuwa anaongea, anatoa hasira yake, heal, anajiponya. Wewe pia unatumia hiyo kama nafasi ya kujiponya maumivu ambayo pengine aliyosha kupitia kwenye maisha? Sana, kwa sababu mimi nachukuaga kama ni therapy. Kuna frustration ambazo nakuwa nazo pengine, especially kwenye vitu ambavyo huwezi ukazungumzia kwenye jamii. Sasa hivi kuna vitu vingi sana tuwezi tukazungumzia kwa usalama tu. Kwa usalama. Kwa usalama. Kwa sababu vitu kama hivyo, ili mimi nipate amani ya moyo, huwa naviandika, na nikiwa naandika nakuwa kama na release, yani kama naongea na mtu, kama naongea na mtu. Sasa ndo karatasi hapo, kwa sababu siwezi nikasema. Kwa bora tu niandike, nipate amani, yaishe, asije kanikuta kunikuta. Kwa hiyo unaandika kwa mafumbo au unaandika kwa kumlenga? Vyote inategemeana. Kwa maana nikasema kuna vitu vingine naweza nikaandika kwa mafumbo, mara nyingi naandika kwa mafumbo, lakini tu ili mradi mimi iwe nimetoa mawazo yangu. Lakini pia sometimes unakuta sio tu mawazo yangu, ni mawazo na watu wengine, lakini pengine siwezi kuyasema au vipi, kwa hiyo naandika hivyo. Hivi unajua kama kuna mabinti ambao wanatamani kuwa kama wewe? Siwashauri. Kwa nini? Kichongo na mambo mengi sana. Mimi wanapenda kusema kwamba mtu atake kuwa the best version of themselves, awe ni yeye bora zaidi. Yani hata mimi nishakuwa na role model mara moja kwenye maisha yangu wakati niko mdogo, nafikiri mpaka nafikisha miaka 16. Actually ni Flaviana Matata alikuwa role model wangu, kwa sababu mimi wakati nakuwa nilikuwa nataka kuwa model. Sikuwa nataka kuwa daktari, sikuwa nataka kuwa nini, nilikuwa nataka kuwa model, au sometimes nilikuwa nasema nataka kuwa miss. Kwa mimi ulikuwa ukifungua diary zangu zile unakuta tu magazeti yale Flaviana Matata nimevikata hivi. Alafu nimevibandika kwenye diary. Kwa ilikuwa tu yani ni Flaviana Matata na mimi uniambii chochote.
Baadaye nilipofika form 3 nikaanza sasa kufuatilia naingiaje kwenye industry na nini, nikaa naangaliaga America's Next Top Model. Ulikuwa serious? Wewe. Kwa sasa nimekuja nikaangalia nikaona mbona kama wanakaa uchi sana. Nitaweza kweli, kwa sababu mimi pia na values zangu na principles zangu na vitu ambavyo siwezi kuvifanya. Kwa hiyo nilipoona mtu anapiga picha nikasema hii sitaweza, ngoja, kwa sababu na akili, ngoja tu nisome. Yeah, kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba alikuwa ni modo wangu, lakini nilichokuja kujifunza ni kwamba kila mtu ana mapungufu yake. Mtu unaweza ukataka kuwa kama mimi, unaona kama she's perfect na nini, lakini pia na mapungufu yangu. Kwa nataka kuwa the best version of yourself. Jifunze kutoka kwa huyo mtu, lakini sio kwamba sasa ndo wewe unataka kuwa kama Mondi, unafanya kila kitu kama Mondi. Kuna siku unaweza kukutana na Mondi alafu akakudisappoint, alafu ukaanza kusema kumbe ni mtu wa hovyo. Hapana, ni yeye, he is the best version of himself. Wewe unataka kuwa best version of yourself. Nimekuuliza hivyo kwa sababu mtu akikuangalia kuanzia muonekano, vitu ambavyo unavifanya mtandaoni, anakutamania, yani uko vizuri, na ni mtu ambaye umeanza kuhustle since way back, kwa sababu umetuambia mwaka wa kwanza uko pale chuo Muhimbili umeanza kuwa winga. Yani kwa nini Jack ni mtu ambaye anafanya vitu vingi sana? Kitu gani ambacho ni sababu? Kwa sababu naamini kila mtu ana ndoto yake kuu moja, lakini kwa nini sisi tumemaliza ni pharmacist kabisa, tunasubiri leseni, ni content creator, wewe ni MC, wewe kwa nini iko hivyo? Mimi nina kichwa changu wengine sijui kina revolve kwa speed gani, lakini mimi kichwa changu kina revolve kwa speed kubwa sana. Na mimi tangu nilivyoacha ndoto ya kuwa modo, sijai kuwa na ndoto moja kubwa. Mimi ndoto yangu sasa hivi ni kuwa to be someone great. Hiyo tu, kwa chochote ambacho nakifanya, it has to be great. Na nikaa sasa kwenye kutafuta ni kitu gani ambacho nitakifanya katika in the long run, wanasema katika muda uko mbeleni, inabidi nikaa nasema lazima ni explore, niangalie vitu mbalimbali. Siwezi tu kusema eti nimekaa kwenye pharmacy basi, hata kama naona kama sio kitu ambacho nataka kufanya mbeleni, basi ngoja nikazane tu hichi kimoja. Unatakiwa na hii ni kwa vijana wengine pia. Una option ukiwa chuoni, unakuwa uko cushioned, wanasema unakuwa yani ni kama umefunikwa kutoka kwenye ulimwengu wa matatizo mengine mengi huko, majukumu sijui nini, hela za nini. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ya kuexplore. Kwa ndio maana mimi nilipofika tu nikasema kwamba of course nilikuwa nahitaji hela kwa sababu mbalimbali, lakini pia nilikuwa nataka kuexplore, nijue mimi naweza kufanya vitu vingi, kipi ni cha kwangu, kipi sio cha kwangu. Kwa mwaka kwanza nilikuwa nafanya kila kitu. Nilipofika mwaka wa pili kuna vitu nika drop, mwaka wa tatu kuna vitu nika drop, mwaka wa 4 kuna vitu nika drop, mpaka namaliza nikabaki na vitu ambavyo kama vitatu, ambavyo ndio hivyo vitu nikasema hivi nitakuwa serious, nivifanyie kazi, alafu tuone mbeleni inakuaje. Mengi sana, yani especially nikiwa nachagua nataka kufanya nini na nini sitaki kufanya. Na of course mimi huwa naomba sana. Mimi wakati namaliza form 4 nilikuwa najua sana hesabu sana, kiasi kwamba mimi mock ya form 4 2018 nilipata hesabu 100 out of 100. Out of 100. Hiyo ni mock. Mtihani wa taifa sikumaliza. Yani sijui hata ilikuwaje. Nahisi pia kwa sababu niko pressured, walimu wananiambia basi kuwa tatioa math na nini. Na nilishika ile mtihani, niliangalia hivi nikasema inapata 100. Na mimi nahisi nilikuwa na kakibuli tayari kwamba najua, sio ile. Kwa hiyo sikumalizaga mtihani, nilifanya asilimia kama 76 au 77 na nilipata A japo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajua kwamba anaenda kufanya PCM. Na mimi mwenyewe nilikuwa najua naenda kufanya PCM. Mpaka baadaye nilivyoanza nikaanza evaluate sasa, naangalia PCM, najiona kama niko chini ya magari kweli, kwenye minazi nimepanda sijui naunganisha umeme sijui mahali kwa baba, nikasema hapana, sio sehemu ambayo najiona. Kwa nikaenda kusoma PCB. Kwa hiyo kila stage ambayo naenda, maamuzi ambayo nafanya, kwanza namshirikisha Mungu, lakini pia na pima hivyo kwamba ni sehemu ambayo najiona kweli. Mimi najiona kweli nipo kwenye duka la dawa pale nauza paracetamol start. Kwa hivyo maamuzi mengi tu naweza ngasema. Lakini pia tukiachana na ushairi kwenye upande wa kitabu chako cha Roller Coaster, yeah, hebu tupele tafsiri, kwa sababu mtu akiangalia hivi kwa haraka Roller Coaster, yani
theme ya ndani ni nini hasa mpaka tukaamua kukipa yani kile kitabu jina hilo? Roller coaster hivi sijui kwa ukibongo huko sio kitu ambacho ni common. Kwa sidhani kama watu wanalielewa, lakini kama mtu ameshakwenda Fan City, ile dude unapanda unazunguka, unapiga makelele. Ile ndio inaitwa roller coaster. Kwa sasa kwa nini nimekipa jina ya the roller coaster ni kwamba watu wanasemaga maisha ni kama roller coaster. It has ups and downs. Kwamba kuna juu na kuna kupanda na kushuka. Lakini mimi kwa upande wangu ni zaidi ya kupanda na kushuka. Kuna ile sehemu ya katikati ambayo watu wengi sana huwa hatuizungumziagi. Ukiwa unaangalia tu maisha kwamba kuna kupanda na kushuka, wewe utakuwa unajiona sasa hivi umepanda, labda una hela au uko famous, baadaye ukiwa hauna hela unasema umeshuka. Mimi ninachoona ile sehemu ya katikati ni muhimu sana. Ukiwa unaenda kupanda kwenye roller coaster, kwanza unakuwa umeenda bana na washikaji zako, unakuwa excited. Ukifika pale ukapanda pale unaanzia chini, sio? Afu inaanza kupanda taratibu. Unakuwa tu unafurahia. Ukifika juu kule kwanza sasa kushuka pale katikati, unapiga makelele, unasikia kama tumbo linafanyaje sijui, unakuwa na anxiety, unakuwa una furaha, vitu mixed emotions. Na hayo ndo maisha. Kwamba sio tu kuna juu na chini, kuna hiyo sehemu ya katikati. Sasa hiyo ina reflect nini kwenye maisha yetu sisi, kwa mfano hata kwenye maisha yako wewe. Ukiwa una pay attention, ukiwa upo juu kwamba sasa hivi kweli hapa nipo juu. Una pay attention kwamba nimefikaje hapa. Utaangalia zile steps ambazo zimekufanya ufike, ili hata ukishuka chini unajua kwamba nimeshuka kwa sababu hizi ndo ngazi ambazo nimeshuka nazo. Kwa ili niweze kurudi tena pale juu inabidi nipande kwenye hizi ngazi. Kwa ile sehemu ya katikati pale ni muhimu sana pia kwenye the roller coaster. Kwa mimi the roller coaster sio tu kwamba it has ups and downs, there is a middle ground ambayo it's very important kwenye maisha yetu. Yeah. Na hiyo pia kabla ya kuandika kitabu, kwa namna unafanya research kupitia maisha ya watu, labda huyu alipanda akashuka, unafanyaga hivyo? Nafanya, lakini kwa the roller coaster ilikuwa ni maisha yangu mwenyewe. Kipindi hicho nilipitia msongo wa mawazo, ilikuwa 2023. Ilikuwa vibaya sana kiasi kwamba nilifikia hata kujiua. Yeah, which is very bad, lakini namshukuru Mungu kwamba bado nilikuwa nakumbuka kwamba Mungu anaweza kanisaidia. Kwa mimi nilikuwa namuomba Mungu nipate mtu wa kuongea naye, na nilikuja nikapata msaada. Lakini kitu nilichogundua kipindi kile mpaka nafika hiyo breaking point, sikuwa na pay attention vitu ambavyo vinanipelekea pale. Na ilikuwa ni vitu vya kawaida, unaweza kuona ni vitu vidogo. Sababu nilikuwa nafanya vitu vingi sana. Nilikuwa na mauongozi sijui 7. Nilikuwa nafanya mabiashara gani? Sijui hapo ni class representative. Hapo ni siara. Hapo sijui ni nini hapo, vitu vingi. Alafu huku bado na matatizo ya familia. Huku matatizo sijui ya nini. Huku sijui ni nini. Kwa vitu vingi. Mwisho wa siku nikafikia kwenye hiyo breaking point. Of course ni trauma ambayo nimetoka nazo kuanzia niko mdogo. Lakini ndio ilifikia sasa iko breaking point. Ningekuwa najua kwamba hichi kitu ninachokifanya au majukumu ninachukua anaweza kanipelekea huku, nisingefika ile sehemu. Lakini baadaye ya kupata msaada nikajua, kwa nikaanza kupunguza vitu. Kuna watu nikaanza kuwapunguza pia, maana nikaanza kupunguza vitu, nikaanza kupunguza watu, ndipo nikafika sasa kwenye hali ya kuwa vizuri na sijawahi kurudi tena mpaka sasa hivi. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo ndio ilikuwa roller coaster yangu. Na sasa hata mpaka sasa hivi kuna muda unakuwa uko down, unajua uko down, kwanza hauna hela na nini. Ukifikiria hivi, hapa nimefikaje? Mbona mimi mwezi uliopita nilikuwa na milioni 5? Ukiangalia zile sehemu ambazo umefika, unaweza ile ngazi ambazo zimekufanya ushuke, unaweza ukafikiria ngazi za kupeleka pale juu. Kwa hiyo roller coaster ilikuwa ni experience yangu binafsi. Lakini pia most of the time naangalia experience ya watu wengine pia. Msongo wa mawazo tegemea mpaka kiasi cha kutaka kujiua. Yeah. Ni nani ambaye alikuja kukukaa na ilichukua muda gani mpaka kukaa sawa kusema sasa nimetoka katika msongo wa mawazo? Yaani huwezi amini. Unajua sometimes kwenye maisha hauhitaji hata ushauri. Unahitaji tu mtu akusikilize. Na mimi sijui kwa nini, lakini nilikuwa nikikaa naambia Mungu nahitaji mtu niongee naye. Nahitaji kuongea na mtu kwa sababu marafiki zangu walikuwa ni wadogo pia. Kwa hiyo najua kiumri au kiumri, yes. Kiumri lakini pia kifikra. Kwa sababu mimi marafiki zangu wananiambiaga nina miaka niseme miaka yangu. Sema. Na miaka 24 lakini kwa ndani na miaka 70. Usara, ndio ambavyo unafikiria na nini? Namna ambavyo nafikiria kwa sababu ya mapito pia ambayo nimepitia.
Kwa hiyo nikiangalia kipindi hicho na miaka 21 sio 22, nikiangalia sema hivi wataelewa kweli? Naona kama nasema hawatanielewa hata kama nikiwaambia, na nilikuwa najaribu kuwaambia lakini hawanielewi. Kwa nikajaribu kuongea na baadhi ya watu, naona pia hawanielewi. Nikanaambia Mungu, mimi nahitaji kuongea na mtu, la sivyo sijui nini kitatokea. Kwa bahati nzuri hiyo ilikuwa mwaka wa pili, niko mwaka wa pili chuo. Na mambo yalikuwa mengi pia chuo, shule ya pharmacy ni ngumu yani, kwa sababu sisi mwaka kwanza na pili tunasoma masomo yote, tunasoma madaktari MD, lakini pia tuna masomo yetu extra. Kwa hiyo vitu vilikuwa ni vingi vigumu. Kwa hiyo mwaka pili akajaga, kuna mwalimu mmoja akaja wa kike darasani. Mimi nilivyomwona nilikuwa namuona kwanza ni mzuri, anavaa vizuri, yani ni kama unajua yule mtu amejipata. Akiwa anaondoka nilikuwa siara, kwa hiyo akiwa anaondoka nilikuwa namsindikiza. Anakuwa anaongea na boyfriend wake, madam akifika anapanda zake gari anaondoka. Kwa hiyo nikaona kama yuko perfect. Kuna siku darasani akaja akasema ana trauma. Na mimi muda huo nilikuwa nasema nilikuwa na hiyo vitu ambavyo napitia. Nikasema nikiongea naye atanisaidia. Kwa hiyo nikaenda nikamapproach, akaniambia basi tutaongea. Akanizungusha of course na yeye, lakini baadaye akaja tukakutana tukaongea. Aliniambia na masaa mawili tu, nikamwambia sawa natosha. Nikaongea naye, nakumbuka alinipeleka Masaki kule food park. Yes. Tukaongea kama masaa 4, ananisikiliza tu. Mimi naongea kuanzia ya kila kitu, kuanzia niko mdogo kila kitu mpaka ninachopitia. Yaani akanisikiliza, nikamaliza. Kamaliza pale nikalia. Nimetoka hapo, yani si nikwambieje, ni kama nilikuwa mtu mpya. Yani ni kama nimetua mzigo mzito sana. Kwa hiyo kutokea hapo ilikuwa tarehe 10 mwezi wa pili. Kwa hiyo mwaka wangu mpya unaanzaga tarehe 10 mwezi wa pili. Kuanzia siku hiyo. Na kwa hiyo hapo tu mimi nimeshatua mzigo. Nikajifunza kwamba sometimes sio kama unahitaji mtu akushauri. Sijui sikia bro, fanya hiki, fanya hiki. Unahitaji tu mtu akae akusikilize. Yeah. Yeye hapo alikusikiliza tu lakini hakukushauri chochote. Aliniambia nifikirie kuacha baadhi ya vitu, lakini kwa kiasi kikubwa alinisikiliza. Yani alinisikiliza, na ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji. Yeah. Kuna vijana wengi sana mimi watakuwa wanapitia situation ambayo unapitia kama wewe hivyo. Lakini anaweza kaa anaona kama vile kumuelezea mtu sio safe. Labda kuna binti yuko na boyfriend wake, anaweza kaa nafikiria labda kumwambia boyfriend wangu akiniacha ataenda kunitangaza itakuwaje, au huyu rafiki tu au vipi. Unazungumzaje kwanza hiyo kitu, mtu kuhofia kumshirikisha mtu jambo fulani? Na wewe hicho kitu haukukifikiria mara mbili? Nilikuwa nahofia pia, ndio maana sikuongea na kila mtu. Lakini unaweza ukaangalia mtu ambaye uzuri wanadamu tumepewa kitu kinaitwa intuition, ambayo ni unaweza kuna kitu tu kitakwambia kwamba huyu ni mtu sahihi kuongea naye, huyu hapana usimwambie, na always follow that. Yani siku zote sikiliza moyo wako ukiwa unakwambia kwamba huyu usimwamini kweli. Sasa usisema lakini maana ndio watu wengi tunafanya hivyo. Kwa mimi niliomba of course kwa Mungu, lakini pia nikafuata intuition yangu nilivyoona kama ni mtu ambaye anaweza akanielewa na amepitia hivyo vitu ambavyo mimi pia napitia, ngoja nimfuate. Yeah. Pole pia. Asante, mimi nilishapona. Lakini ulikuwa unapitia msongo mawazo, lakini kwa nje hamna mtu ambaye alikuwa anajua na kuangalia umependeza nini? Hamna mtu alikuwa anajua. Yani nilikuwa mara nyingi tu nilikuwa nalia mwenyewe usiku. Kwa nilikuwa naenda uwanjani nalia, kwa sababu uwanjani hamna mtu anakuona, anaweza kaisi hata unaomba. Uko kwenye roho. Yeah, kwa hamna mtu ambaye alikuwa anajua, na nilikuwa navaa vizuri sana, nilikuwa natabasamu. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye kwenye sehemu za watu, hata kanisani watu washanizoea Jackie anatabasamu, anaongea na kila mtu na nini. Kwa hiyo ukishaanza, hata mtu akikwambia are you okay, ukamwambia no I'm not okay, atakwambia tu I'm sorry au nini. Kwa yani hata dig ile deep line. Kwa nini uanze kuanze kumuelezea kila mtu? Kwa nasema tu I'm fine, naendelea. Yeah. Jalishi tunapitia vitu gani, lakini tujiweke tu sawa. Jiweke sawa, lakini pia tafuta msaada. Sije ukakazi kuko unakamba kurukia mazoezi ukajining'iniza. Ulimwengu sasa hivi jinsi ambavyo ulivyo, lakini uko nje kwenye upambanaji kuna maumivu mengi sana. Ni maumivu yapi ambayo ushakutana nayo, au ni changamoto yako ipi kubwa ushakutana nayo kwenye maisha ambayo ukasema mimi kama mtoto wa kike hivi nitaweza kufikisha ndoto zangu ambazo natamani kuzifikia?
Wow. Yani nafikiri ndio swali la kwanza umeniuliza ambalo sina jibu la moja kwa moja. Kwa sababu of course changamoto zipo, lakini siwezi kusema kwa sababu kuna kupata na kukosa. Kuna sometimes unaweza ukachukua pesa ukainvest kwenye kitu, mtu akakupiga. Sawa, au ume deal na mteja, umekufanyia hiki, mteja akakuzingua. Kwangu ni hizo, ila mimi nachomshukuru Mungu sijawahi kupata ile changamoto, kwa sababu ni mtoto wa kike nikakosa labda opportunity fulani na nini, na mimi kwa sababu nilishajiwekea kwamba mimi nitajifunza skills zote zinazotakiwa. Kwa mimi nikiingia kwenye a room au nikiingia kwenye chumba cha watu wanataka kuchagua kati ya huyu ni huyu na huyu, alafu wengine ni wavulana na mimi ni msichana, kusiwe kuna option kwamba kwa sababu ni mwanamke niwe na zile skills ambazo zinahitajika. Kwa hiyo kusema kweli sijawahi kupata changamoto kubwa eti kwa sababu ni mtoto wa kike sijui nini, labda tu hizo kwamba umepigwa umeweka hapo 200,000 unanilika winga kaondoka nayo hapatikani na vitu kama hivyo. Unaamini sana kwenye kuajiriwa, kukaa kwenye ajira ili kufanikiwa? Hapana, yani hapana. Na ndo natafuta, na ndio maana natafuta pia option ambayo niwe na muda wangu wa free, kwa sababu mimi nikiajiliwa kuna vitu vingi sana ambavyo sitaweza kufanya. Na ningetaka ajira ningepata kusema ukweli, lakini sasa inakuwa na limitations nyingi. Especially mimi kinachonifanya nitaki kuendelea kuishi, wazungu wanasema what makes me want to wake up in the morning ni kujua kwamba nina impact kwenye maisha ya watu. Sasa kama hicho kitu ambacho nitakuwa nakifanya kitakuwa kinanipa hela, hakinipi nafasi mimi ya kuwa na impact, ni kitu ambacho nisingependa kukifanya. Kwa hata sasa hivi nafanya ni kujikwamua niweze kujiajiri, lakini pia ni wape nafasi watu wengine pia kama watahitaji, lakini binafsi nafasi ya kuajiriwa hapana. Hatutamani labda siku moja tukeshe saa 12 mpaka saa 12 jioni kwenye famasia nini? Hatutaki. Si nitakufa. Manake nimeshafanya, kwa sababu katika kusoma kuna sehemu ambapo unatakiwa kwenda field na nini unafanya. Kwa nimeshaona, na kufanya maamuzi ya kwamba sitaki kuajiriwa sio kwamba tu nimejiwazia. Unaona kwamba hivi ajira inahitaji hiki, kwa sababu nimeshafundisha, nimeshafanya hiki, unaona zile demands, kama na mimi sipendi kumdisappoint mtu. Kwa kama kitu sitaweza kufanya 100%, ni bora nisifanye kuliko nikichukue alafu nikifanye kwa 20% alafu anze kuniona ni mtu wa hovyo. Yeah. Tukirudi sasa katika upande wa ushairi pale. Shairi lako nalipenda na unajua kabisa nalijua. Linaitwaje lile? Maadili. Katika shairi lako la maadili pale ulisema kwamba Biasha yupo binti yake yuko Sinza anapambana. Yule alokuwa anambana. Alafu ukaendelea? Wanajifanya najui nyaya zimekatika. Najua sana, najikausha. Niliwapasha wakanipausha, wakasema nifuate yangu maisha, nikafuata kia nikafiata. Nasubiri kuvuja kwa pakacha. Namna ambavyo umesound inaonekana ni mtu ambaye ni wa Uswahilini. Unajua ameambiwa kanipasha mdomo sijui nikafanya nini. Lakini wote kuangalia mtandaoni, najua hata hizi comments utakuwa unaziona. Wanakuwa kama akishua, yani kuna vitu vya Uswahilini uvijui. Tuambie sasa ukweli sisi tujue. Upo yani umelelewa katika mazingira gani? Umekulia katika mazingira gani? Actually nimelelewa katika mazingira mchanganyiko sana. Nimekaa kijijini sana, kiasi kwamba mimi nimepata ndala niko na miaka 5. Yani na kijijini kwetu sisi huko ulikuwa kila mtu hana ndala. Kwa hiyo kwamba yani kutokuwa na ndala ilikuwa ni jambo la ajabu. Na sisi kule Magubike, Morogoro. Nakumbuka ilikuwa tunaenda kuchuma uyoga kwenye pembezoni hivi za mwa mto. Tulikuwa kila Jumapili ilikuwa kuna kanisa fulani hivi. Walikuwa kipindi hicho harusi wanapikia chakula pale kanisani kwa nyuma kule. Kwa hiyo tunajitegesha pale. Wakiwa wanaondoka kuna vilambo fulani vile plastiki vyeusi kama unavikumbuka, vile vyepesi. Wanajua kuna watoto wanasubiri pale. Kwa hiyo wanavifunga hivi, alafu wanaturushia. Kwa atakaye daka. Sasa mimi nilikuwa kadogo sana. Alafu nilikuwa na mwili mdogo. Kwa hiyo sipati. Kwa labda mtu anipe matonge na nini.
Kuna sherehe yangu actually inaitwa The Silenced Villain ambayo nilinisaidia nikashinda mashindano. Ndio inazungumzia hiyo scenario ambapo mtu mwingine anaweza kahisi sio nimeandika, lakini nimeandika kutoka kwenye experience. Kwa nimekulia hivyo, lakini baadaye nikakulia kidogo kwenye maisha mazuri, afu baadaye tena tukaenda sasa Uswahilini kwa sababu tulipokuja Dar tukaenda Tabata sisi. Kwa Tabata vigodoro nini yote navijua fresh, yote navijua. uko unaenda kucheza ni nilikuwa nakatazwa. Si kwetu baba alikuwa strict, which is good. Kwa nilikuwa siendi, lakini niko kwenye hayo mazingira, unapita unaona kila kitu ambacho kinaendelea. Baadaye tukahamia Mbezi ya Kimara huko, Mbezi Mwisho. Kwa hiyo ni maisha tu ya kawaida ambayo pia baadaye tulivyohamia Mbezi, mimi nilikuwa nasoma shule ya msingi Makubuli huko panaitwa Ubungo Garage pale. Kwa sasa inabidi nipande daladala. Kwa hiyo mimi nimegombania daladala sana. Nimepiga makonda sana. Napewa zangu nauli na kula kidogo, nabaki na 50, unaenda pale unamlilia konda na kuzingua, unajichomeka, nilikuwa kwenye magari ma DCM yale. Nyuma kule naenda najificha nyuma kule. Konda anatafuta kuna mdogo ameingia huko. Yeah, nimetulia. Kwa hiyo nimeenda hivyo mpaka nimaliza darasa la 7. Nimaliza darasa la 7 kuna shule imekuja kutafuta wanafunzi wenye vipaji kwenye shule ambayo nimesoma, shule ya msingi pale inaitwa St. Anne Marie. Walipokuja walichukua wanafunzi 5 kutoka shule kwetu kwenda kufanya mtihani, na mimi nilikuwa mmoja wao. Kwa tulivyoenda tulifanya wanafunzi 215, wanahitaji watu 10, na mimi nikawa 10 pale. Kwani kama nimeotea, afu na shule kwetu nilitoka tu mwenyewe. Kwa nikaenda nikasomaga pale shule Olevo, na wazazi wangu hata wamekuja kujua baadaye kwamba mimi nimepata ufadhili. Ndio anapigiwa simu ananiambia kuna mtoto anaitwa hivi amefaulu na nini. Kwa hiyo nilikuwa na hivyo na haso mwenyewe. Baadaye nikaenda nikasoma Tabora wasichana. Nilipotoka pale ndo nikaenda chuo. Ni Muhimbili sasa hivi. Muhimbili. Yaani uliwezaje kwa umri mdogo kupitia hivyo vitu vyote yani? Sasa hiyo tumuulize Mungu. Ndio maana tumesema child of God ya? Yeah, ndio maana nasema child of God kwa sababu ni Mungu mwenyewe alikuwa anafungua milango. Maana kwa mfano kwenda advance ilibidi nifanye kazi ile pale shule. Niliomba nirudi pale shule nifundishe. Kuna story pia nishai kuitoa. Nilimpigia mkurugenzi anaitwa Mheshimiwa Rekiza. Nilimpigia mara 28 kumuomba mara 28 ndo akapokea simu. Ndo nikamwambia mimi Jackie, ndo nikamwambia niko na wenzangu 2. Akasema basi nendeni Jumatatu mkaanze. Ndo nikaanza pale nikafanya kazi, nikapata hela kwenda advance. Nikaenda advance nimesoma Tabora, nilipomaliza nikarudi nikajitafakari kwanza mapito yangu. Alafu nilipomaliza hapo nikapata kazi Engikaret Longido. Kwa mimi naamini kwenye kufanya kazi, naamini kwenye kujituma, na naamini kwamba kuna possibilities kwenye kila kitu. Kwa ndio maana hata namshukuru Mungu sababu ni mentality ambayo nimepata tangu nikiwa mdogo. Kwamba nikifanya kazi kwa bidii nitafanikiwa, nikifanya hiki nitafanikiwa. Kwa ndio maana sehemu zote hizo nilikuwa nafanya mpaka nimefika chuo na hizo part time, naamini kwamba kama na shida na hela inabidi nifanye kazi ili nipate hela, na inawezekana. So tuondoke na paragraph kwamba Jackie kufika hapa mpaka ulipofika ni jasho lako wewe mwenyewe. Ni kudra za Mungu, jasho langu, lakini pia kuna watu wamenishika mkono. Wengi sana nakutana nao huko njiani, wengi ni marafiki, wengine ni mentors, especially mentors, na ni kitu cha msingi sana, kila kijana anatakiwa na mentor. Na ni watu ambao, kwa mfano mentor wangu ambaye nipo naye sasa hivi, ambaye hata nipo kwenye kampuni yake, ni mtu ambaye aliniona kwenye mashairi, akaniambia you are very smart, akanipa business card yake. Mimi nilivyokuja nikakutana naye, nikaongea naye, nikaona he's a very smart person. Nikasema I want to learn from, nataka kujifunza zaidi kutoka kwa huyu mtu. Kwa nikawa akiwa anahitaji kitu fulani namsaidia, akiwa anahitaji kitu fulani namsaidia. Kwa ukiwa na watu ambao wamefanikiwa, especially kwenye kitu ambacho unataka kujifunza, nao wanapata moyo wa kukushika mkono zaidi. Kwa hiyo atakutaja, atasikia mtu fulani anahitaji kitu fulani, atasema mcheki Jackie. Mtu fulani anahitaji kitu fulani, mcheki Jackie. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe pia unajituma
Kwao ni Mungu kwanza, mimi, lakini pia na watu ambao wamenizunguka. Wengine ni ndugu, wengine ni marafiki, wengine ni mentors. Yeah. Asilimia kubwa watu wanaokuzunguka ni jinsia ya kike au ya kiume? Ambao wapo kwenye cycle yako yani ambao. Okay. Kwenye cycle yangu marafiki zangu wa karibu ni wa kike. Marafiki zangu wa karibu kabisa, lakini pia wapo mabro pia ni wengi. Yeah. Nikuuliza hivyo kwa sababu umeonekana ni binti ambaye una struggle sana. Kuna kauli yako umesema hapo nyuma kwamba ili nipate hela nifanye kazi. Kitu ambacho kwa mabinti wengi sasa hivi wa mjini inawezekana kama vile ni ngumu. Binti akishakuwa mzuri kama wewe hivyo nini? Yani nifanye kazi niteseke? Kuna mshua fulani yupo pale, hebu pension hii tuikate tu ile wote. Ulishai kupitia vishawishi vya namna hiyo? Yani labda kwa marafiki zako kukwambia kwa hiyo unajitesa, unaenda kaya yako kupigwa na jua wakati wewe mzuri na nini? Ushakutana nazo hivyo vitu? Sitaki kusema ni changamoto, ila ni mazungumzo ya hivyo yapo sehemu yote, kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye marafiki, kwenye cycles. Lakini mimi marafiki zangu wa karibu zaidi tuna values ambazo zinafanana. Wote tuna misingi ambayo yani kama mimi unavyoniona hivi, nao ukiwaangalia ni vile vile. Kwa hiyo nafikiri pia kujizungusha na marafiki ambao wanawaza tofauti imenisaidia, japo ni wasichana pia, imenisaidia kuwa ni mtu ambaye nina maamuzi ambayo yanatija, sema. Yeah. Chako moja ulishawahi kuzungumzia, sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini ulisema kwamba unachukizwa, sijui unachukizwa au ni vipi, kwamba kuona watu sasa hivi wanaenda kanisani kwa sababu ya mchungaji fulani. Yani sio kwa sababu ya Mungu na nini. Unakumbuka hiyo kitu? Yeah. Ni recent tu. Sio kwamba nachukizwa, ila tu nilikuwa nataka watu hicho kitu wakifikirie, kwa sababu sasa hivi watu wengi sana wanaenda kanisani kwa sababu wanaita wenyewe madhabahu ya sio ya Mungu, ila ya mtumishi fulani, labda tuseme madhabahu ya Jacqueline Malavanu. Kwa wanaenda badala ya, sasa unakuta kwa mfano kuna kanisa moja nalifahamu, tulitaje, walikuwa na mtumishi wa Mungu pale ambaye watu wengi walikuwa navutwa kwa sababu yake. Alivyokuja akafariki, watu wakaondoka, na kuna watu kabisa waliacha kwenda kusali kwa sababu walikuwa wanaenda kwa sababu ya yule mtumishi. Mimi naamini mahusiano yani dini ni uhusiano wako wewe binafsi na Mungu. Makanisa yanatukusanya kutukumbusha, lakini pia yanatupa community ambayo wanaita ni jumuiya ya waamini, ndio makanisa. Kwa hautakiwi wewe hauna mahusiano binafsi na Mungu, kwa sababu kitakacho kufanya hiyo kuendelea kwenda kanisani kwa sababu mtu amekufa au sijui ameanguka dhambini, sio umefanyaje na mshiriki au umefanya nini, ni kwa sababu wewe ulikuwa unamtegemea yeye, kuna muamini yeye. Ni kama sasa ukishaweka hivyo vitu vyote ni kama wewe unamwabudu yeye. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nasema ni kwamba tujitafakari, mtu ajitafakari kwamba kweli naenda kanisani kwa sababu namwamini Mungu au namwamini huyu mtumishi. Na utajuaje huyu mtumishi akifariki, akiondoka leo hapa, akifanya nini, mimi nitaendelea kwenda kwenye ile kanisa au nitatafuta kanisa lingine ambako nitapewa mafuta ya upako? Watu wakushambulia baada ile post. Wapo ambao wanashambulia hata mpaka sasa hivi endelea kwenye shambulia, lakini ni opinion, na sio kwa mimi sijaweka limitations za mtu kufikiria, lakini tu kiasi kitu cha kwamba umepokea ujumbe wakautafakari, mimi hiyo inatosha. Sihitaji wakubali au wakatae. Yeah. Bwana Jackie, thanks for your time. Asante pia. Kuna kitu ulitaka tuzungumzie? Hapana. Ituko fresh. Bwana, thanks for your time. Asante.